Nakusalimu katika jina la Yesu. Pastor Noah hapa naongea, nipo Katavi Inyonga. Leo nataka niseme na wewe tena, mtumishi wa Mungu unayetazama, mtazamaji, mambo yanayokutokea kwenye maisha yako pindi mwanadamu anapomkataa Mungu. Mambo matatu kama sio saba. Namba moja, kitabu kile cha Warumi 1 mstari ule wa 18 kinasema, kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu. Biblia inasema jambo la kwanza, ghadhabu ya Mungu inakuja kwako wewe ambaye unamkataa ukweli kwa kuuleta uongo. Unaipinga kweli kwa uongo. Unamkataa Mungu kwenye maisha yako na unaendelea kushikilia mambo ya uongo. Watu wengi sasa hivi wanapenda sana kuambia habari za uongo za kutia moyo, lakini hawapendi kuambia ukweli. Na hii ndio ambayo tuko kwenye kizazi cha sasa. Biblia inasema ghadhabu ya Mungu imeshafunuliwa juu ya wanadamu wote wanaoipinga kweli kwa uongo. Jambo la kwanza ni ghadhabu ya Mungu juu yako. Lakini jambo la pili, Biblia inasema hautakuwa na udhuru. Biblia inasema mstari wa 20 anasema, kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasio na udhuru. Mtu ambaye anamkataa Mungu, Biblia inasema hata wasio na udhuru. Hauna udhuru. You have no excuse. Siku ya kuhukumiwa hautaweza kuwa na sababu ya kujitetea mbele za Mungu. Namba tatu, unapotea kwa sababu ya uzushi na ujinga na giza lililopo katika maisha yako. Mtu anapomkataa Mungu, kuna giza huwa linakuja kwenye maisha yake, linamjaza moyo wake ujinga na anajiona mwenye hekima, anapumbazika kwa sababu giza linakupumbaza usiweze kuona mbele sawa sawa. Na ndio maana mtu anapomkataa Mungu lazima ataishi maisha ya gizani na anafanyaje? Anaishi katika hali ya uzushi na ujinga. Namba 4, unapomkosea Mungu, unapomkataa Mungu kwenye maisha yako, Mungu anakuacha ufuate tamaa za moyo wako. Mstari wa 24 Biblia inasema, mstari wa 24 anasema, kwa ajili hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu. Unapomkataa Mungu kwenye maisha yako, Mungu anakuacha uendelee kuzifuata tamaa za moyo wako. Sababu moyo wako una hali ya asili ya tamaa, moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu angependa uponye moyo wako, uokoe. Lakini kwa sababu unamkataa Mungu katika akili yako, katika ufahamu wako, Mungu anakuacha ufuate tamaa za moyo wako. Ndio maana unasikia watu wengi wanasema usikilize moyo wako, utii moyo wako, hebu fuata nini moyo wako unakwambia. Na Mungu anakuacha uendelee kusikiliza moyo wako unachokitaka kuliko kile ambacho Mungu anakitaka kwenye maisha yako. Namba 5, Biblia inasema unaachwa na Mungu na unaanza kuongozwa na akili yako. Mstari wa 28 Biblia inasema na Mungu kama walivyokataa kuwa na Mungu katika ufahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Mtu anapokataa kumfuata Mungu, Mungu anamwacha afuate akili yake. Na akili ya mwanadamu ina limitation. Akili ya mwanadamu ina mapungufu, na akili ya mwanadamu haiwezi ikasababisha mwanadamu aende mbinguni. Na kwa sababu Mungu alitaka sisi tusifuate akili, ndio maana Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Sio wote wanaoongozwa na akili. Mungu ametupa akili, lakini akili ya mwanadamu haitoshi kumfahamu Mungu, kumjua Mungu. Ndio maana Biblia inasema Mungu alifanya hekima dunia hii kuwa upumbavu, na Mungu aliamua kulitumia neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, ili sisi kwetu tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Roho Mtakatifu ndio muhimu sana kuliko akili yako wewe mwanadamu. Na Mungu anapokuacha unaanza kufuata akili, haumfuati Roho. Unaanza kufuata akili, unaanza kufuata mwili wako baada ya kumfuata Roho wa Mungu. Ni hatari sana mtu kuachwa akaanza kuishi kwa kutumia akili baada ya kutumia Roho. Mungu anataka ufuate Roho. Jambo la mwisho, unapoacha kumfuata Mungu, ukamkataa Mungu, unajawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Baada ya kujawa na upendo, moyo wa upendo, kiasi, furaha, amani, unaanza kujawa na kitu kinachoitwa udhalimu, usuda, wivu, fitina, tamaa mbaya, mawazo mabaya
na sio hivyo tu, lakini unaanza kucompromise, unaanza kukubaliana. Jambo la saba, unaanza kukubaliana na watu wanaofanya uovu, unakuwa ni mtetezi wa uovu, unakuwa mtetezi wa watu ambao wanaipinga kweli. Yani wewe unaanza kucompromise, unakuwa companion, unakuwa ni mtu mwenye company ya watu ambao wanakataa kweli, na unawasupport watu wote wanaokataa kweli ya Mungu. Hiyo ndio hatari. Lakini nisikuache hivi, ipo solution. Biblia inasema katika Tito 2 mstari wa 11, kwa maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa na uovu na tamaa za kidunia, tupate kuishi maisha ya haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukitazamia tumaini lenye baraka. Ipo neema ya kukusaidia kukataa uovu na tamaa za kidunia. Mungu akubariki, usiache kuendelea kufuatilia. Amini Yesu Kristo ndiye Bwana mwokozi wa maisha yako. Barikiwe sana na kutakia siku njema. Amen.